Shirika lisilo la kiserikali la Tanzania Safety Alliance kwa kifupi TASA leo Aprili 30, 2026 wametembelea katika kata ya Nanguruwe, halmashauri ya wilaya na mkoa wa Mtwara kwa lengo la kutambulisha mradi unaohusu kuwahusisha wanawake na vijana katika ustahimilivu kwenye masuala ya mazingira na usawa wa kijinsia, mradi ambao umetambulishwa kwenye ngazi ya jamii. Faida Online TV watu wa Field Pass na hiana kwa moyo mkunjufu tumekuandalia taarifa hii. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa Field, tafadhali baki nasi. Kwa jina naitwa Betty Chenge, nafanya kazi na shirika la Tanzania Safety Alliance kwa kifupi TASA kama meneja wa miradi. Tulichokifanya hapa leo, tumetumia sanaa za maigizo pamoja na ngoma za asili ambazo zilikuwa zinabeba ujumbe ni jinsi gani wananchi wanaweza kutunza mazingira yao na kuepukana na vitu kama ukataji wa miti ovyo pamoja na kuandaa mashamba kwa kuchoma moto au kilimo holela. Lakini tumefanikiwa mwishoni kutoka na mpango kazi baina yetu sisi na jamii kwa kupendekeza mapendekezo mbalimbali nini kifanyike ili jamii iweze kuwa salama, hususan kwenye masuala mazima ya utunzaji wa mazingira, lakini pia mambo ya usawa wa kijinsia. Jamii imependekeza mambo mengi sana, ikiwemo elimu iendelee kutolewa, lakini pia waweze kupata mikopo ya kuweza kuendeleza mazingira kwa kutumia uhifadhi wa kupanda miti na kuweza kufuga nyuki. Sisi kama shirika la TASA kwa kweli tumefurahi, mwitikio wa jamii ni mkubwa na jamii imetusikiliza, na tuna imani sisi kwa kushirikiana na mashirika mbalimbali tuliokuja nayo leo hapa, wenza wetu wakiwepo Sport Development Aid pamoja na Tabufo, tumeyachukua, tumeyapokea na tutaenda kuyafanyia kazi, na kwa umoja wetu tutaendelea kutengeneza jamii iliyo imara na inayohifadhi mazingira kwa ajili ya mazingira endelevu. Kwa majina naitwa Jacqueline Mpunjo, natokea shirika la michezo Sport Development Aid. Kwanza kabisa nitoe shukrani za dhati kwa shirika rafiki TASA kwa kuweza kutupa mwaliko katika kutambulisha mradi wao mpya ambao unaenda kuhudumia wanawake na vijana kwenye ustamilifu katika mambo ya mazingira, lakini pia katika usawa wa kijinsia. Tumefurahi kwa sababu tumeona ni kwa namna gani mradi huu utaenda solve changamoto ya mazingira, lakini pia kwenye swala zima la usawa wa kijinsia. Naitwa Mkulungwa Mohamed Hassan, afisa maendeleo ya jamii kata ya Nanguruwe. Leo tulikuwa na hafla ya tamasha la shirika la TASA inayohusisha mradi wa kulinda mazingira na usawa wa kijinsia. Kupitia mradi huo wametoa elimu mbalimbali ikiwemo ya vijana, kina mama kujiinua kiuchumi kupitia miradi ya maendeleo, ila izingatiwe miradi ambayo haiharibu mazingira. Lakini vile vile nitoe wito kwa vijana wazidi kujiunga kwenye vikundi mbalimbali ili waweze kupata mikopo kutoka halmashauri au mashirika binafsi, kwa sababu inasaidia kujikwamua kiuchumi na kupunguza hili tatizo la kukata miti na mikaa. Kwa majina naitwa Paul Faustin Chikwemba, ni diwani wa kata Nanguruwe. Kwanza nishukuru sana shirika la TASA kwa kuja katika kata yangu kuleta mradi ambao unahusiana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa mabadiliko ya tabia nchi, na wamewahusisha sana vijana pamoja na akina mama, kwa sababu tunafahamu kwamba mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaendelea ulimwenguni yana madhara kwa wanadamu. Kwa hiyo wametumia hili kundi la kina mama na vijana kuweza kutumia sanaa kufikisha ujumbe kwa jamii. Mimi naamini ujumbe umefika, kwa sababu naamini sanaa ni kitu ambacho mtu anakuwa nakipokea vizuri sana kuliko kitu kingine. Yaani ukipeleka ujumbe kwa njia ya sanaa, mtu ni rahisi sana kupokea kuliko kitu kingine. Kwa majina naitwa Kumsumu Ali Nanume, mkazi wa kijiji cha Namakata barabarani, kata ya Nanguruwe. Kiukweli nafurahi sana kwa kutupatia elimu ya ukatili wa kijinsia. Mimi ikiwa kama mama au mwanamke, ninashukuru tangia wamenipatia elimu ya kijinsia. Kuna baadhi ya mazingira yanakaa sawa, kwa sababu hapo mwanzo nilikuwa sijui kwamba labda mwanamke akipigwa ndani ni ukatili wa kijinsia. Labda nilikuwa najua tu ndo mazingira ya ndoa yenyewe kwamba yanakuwa hivyo kupigana. Kwa majina naitwa Moza Sefu Mohamed, ni afisa ulinzi wa kijinsia kutoka Tabufo.
kuna issue za talaka. Kwa mfano huku kijiji cha Nanguruwe wamelalamika kwa kipindi cha kulima mapenzi mke na mume yanakuwa mazuri, wakishalima wakishavuna kwenye uzaji wa mazao shida za talaka za kiholela ndo zinakuwa nyingi. Mwanamke apati chochote wakishaachana na mwambia funga nyumba tembea. Kwa hiyo hii kama serikali kama taasisi za mtu binafsi yatakiwa kutoa elimu kuhusu mambo ya usawa wa kijinsia. Uharibifu wa mazingira pamoja na masuala ya ukatili wa kijinsia ni vitu vinavyofanyika mara kwa mara katika maeneo mbalimbali hasa vijijini na kurudisha nyuma harakati za maendeleo. Lakini elimu hii iliyotolewa na TASA ni wazi kuwa inaenda kuleta ukombozi katika maeneo tofauti ya vijijini ikiwa ni pamoja na Nanguruwe. Mpaka kufikia hapo mimi naweka nukta. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.